Serikali ya Tanzania yatoa kauli ya ingili kesi mahakamani. Serikali ya Tanzania imesema imeliona azimio lililopitishwa na bunge la Ulaya Mei 8 mwaka 2025 kuhusu kesi za kisheria zinazoendelea nchini, lakini haijalizishwa na hatua hiyo kwa kuwa bunge hilo limetoa maamuzi kwa kuzingatia taarifa za upande mmoja bila kushauriana kwanza kwa njia za kidiplomasia, na Tanzania huku ikisisitiza kwamba serikali haiwezi kuingilia muhimili wa mahakama. Taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki inasema ingawa Tanzania inaheshimu uhuru wa kitaasisi wa bunge la Ulaya na inathamini ushirikiano wake na Umoja wa Ulaya, bado inaona kuwa kuna umuhimu wa kufafanua baadhi ya mambo na kusisitiza kwake kwa muda mrefu kwenye maadili ya kidiplomasia, utawala bora na utawala wa kisheria. Tangu Machi mwaka 2021, Tanzania imefanya mageuzi ya kisiasa, ya kisheria chini ya falsafa za 4R ambao imezaa matokeo thabiti, ikiwemo kurejesha uhuru wa kisiasa, upanuzi wa haki za raia, kuimarisha uhuru wa vyombo vya habari, kuchapishwa kwa sheria mpya za uchaguzi Machi mwaka 2024 ambazo zilisababisha kuanzishwa kwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Tanzania ni nchi huru yenye katiba yake na inatawaliwa na utawala wa kisheria. Hivyo masuala ya kisheria yanashughulikiwa kwa uhuru wa mahakama kama moja muhimili wa dola kwa mujibu wa sheria za kitaifa na kwa kuzingatia viwango vya kimataifa, ambapo muhimili wa serikali hauwezi kuingilia kesi zinazoendelea mahakamani. Hivyo kauli zilizoumizwa za serikali iingilie utendaji katika kesi zinazoendelea za mahakama sio tu hazifai, lakini pia zinapigana na kanuni za msingi wa uhuru wa mahakama kwa mujibu wa katiba ya nchi ya Tanzania. Tanzania ina wasiwasi na mwelekeo unaoendelea kama ulivyoonekana katika azimio la bunge la Ulaya la baadhi ya wadau wa kimataifa kutoa hukumu kwa kuzingatia taarifa zilizopotoshwa au za upande mmoja bila kushauriana kwanza kupitia njia za kidiplomasia. Kesi za kisheria nchini zinachukuliwa kwa uchunguzi wa kipekee, pia muendeleo yanayopatikana katika maeneo kama uhuru wa vyombo vya habari, ushirikishwaji wa kisiasa, mageuzi ya uchaguzi na ujenzi wa amani wa kikanda haijazingatiwa kwenye maoni ya bunge la Ulaya. Ni taarifa kutoka jijini Dodoma. Hatimaye serikali ya Tanzania imesema imeliona azimio lililochapishwa na bunge la Ulaya Mei 8 mwaka 2025 kuhusu kesi za kisheria zinazoendelea nchini, lakini haijalizishwa na hatua hiyo kwa kuwa bunge hilo limetoa maamuzi kwa kuzingatia taarifa za upande mmoja bila kushauriana kwanza kwa njia za kidiplomasia, na Tanzania huku ikisisitiza kwamba serikali haiwezi kuingilia muhimili wa mahakama. Hatimaye John Mnyika atoa kauli Freeman Mbowe agombei urais wala ubunge. Katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Mnyika amesema amewasiliana na mwenyekiti mstaafu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Freeman Mbowe na ameeleza kuwa hana dhamira ya kugombea urais, ubunge au uongozi wa chama chochote cha siasa katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. John Mnyika ameendelea kusema kuwa natambua kuwa wachache walijiondoa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Baadhi yao wamekuwa wakitumia jina lake kushawishi baadhi ya viongozi wa chama au wenye nia kugombea kujiondoa kwenye chama kwa madai kuwa anaunga mkono au anajiandaa kugombea urais kupitia chama kingine. Natambua pia mfumo wa serikali wa Chama cha Mapinduzi CCM uko nyuma na baadhi yao wania kukwamisha no reform no election, kupasua Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na kuhalalisha udhalimu na ualamu unaoandaliwa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. John Mnyika ameendelea kusema kuwa natambua kuwa mfumo huo ukihusisha mtu wa karibu wa Rais Samia Suluhu Hassan, mtumishi mmoja wa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, ndio uliohusisha kufungua kesi ya Said Isa Mohamed aliyekuwa makamu mwenyekiti Zanzibar na wenzake ambao wameomba pamoja na mambo mengine shughuli za kisiasa za Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema zizuiwe wakati wa kesi ya msingi ikiendelea.
Kwa uzoefu wangu wa kuwa kwenye sekretariati ya chama kwa takribani miaka 21, mapito mengi ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ambayo tulifanikiwa kuyashinda, hii vita dhidi ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema na mimi pia tutaishinda. Tuelekeze nguvu kwenye mapambano ya no reform no election. Tujue vizuri adui yetu, tuwajue vizuri washirika wetu, tuepuke kushambuliana sisi kama sisi mpaka iwapo sababu ya kweli na ya lazima ya kufanya hivyo kwa umoja wa nguvu, na pamoja tutashinda. Ni taarifa kutoka huko Kagera. Hatimaye katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema John Mnyika amesema amewasiliana na mwenyekiti mstaafu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Freeman Mbowe, na ameeleza kuwa hana dhamira ya kugombea urais, ubunge au uongozi wa chama chochote cha siasa katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Serikali ya Tanzania atoa kauli uchaguzi wa mwaka 2025 utakuwa huru na haki. Serikali ya Tanzania imesisitiza msimamo wake wa kudumisha amani, kuhakikisha uchaguzi wa mwaka 2025 unakuwa huru na haki, na kulinda haki za misingi na uhuru wa raia wote kwa mujibu wa katiba ya Tanzania. Hayo yamesema kwenye taarifa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, uliolenga kutoa ufafanuzi kuhusu maazimio yaliyopitishwa na Bunge la Ulaya Mei 8 mwaka 2025 kuhusu kesi za kisheria zinazoendelea hapa nchini, huku Tanzania ikielekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Serikali inasisitiza tena msimamo wake usioyumba kwa kudumisha amani, kuhakikisha uchaguzi huru na haki, na kulinda haki za misingi wa uhuru wa raia wote kwa mujibu wa katiba yake. Tanzania itaendelea kuweka nguvu kusimamia haki na heshima ya watu wote kwa usawa kama katiba inavyosema, lakini ni muhimu kutoa ufafanuzi kwamba masuala yanayohusiana na mwelekeo ya kujiimarisha yanayoshughulikiwa wazi ndani na mfumo wa katiba Tanzania, sheria za kitaifa, maadili ya kitamaduni na kanuni za kijamii. Tanzania inasisitiza tena kwamba ushirikiano wote lazima uwe na msingi wa kuheshimiana na maadili, ikiwa pamoja na heshima kwa uhuru wa nchi na katiba, mifumo ya kisheria na utambulisho, huku ushirikiano wa siku zijazo ukilenga vipaumbele vya pamoja katika maendeleo, utawala bora, ukuaji wa uchumi, ustawi wa watu na hali ya misingi ya maisha. Tanzania inaendelea kuthamini ushirikiano wake na Umoja wa Ulaya na iko tayari kwa mazungumzo ya wazi ya heshima na yanayokemea ushahidi kuhusu masuala ya pamoja, lakini mazungumzo haya lazima yawe na misingi wa wazi, heshima ya pande zote mbili na utathmini kamili wa uhuru na taasisi za kila nchi, katiba pamoja na muktadha wa sheria na utamaduni. Tanzania inakaribisha msaada unaoendelea kutoka Umoja wa Ulaya na washirika wote wa kimataifa wanaojihusisha na nia njema na uelewa wa usawa wa wazi wa safari ya kidiplomasia ya nchi yetu, na iko tayari kushirikiana na kuwapa uelewa zaidi wale ambao bado hawajafahamu maadili ya kitamaduni ya Tanzania. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye serikali ya Tanzania imesisitiza msimamo wake wa kudumisha amani, kuhakikisha uchaguzi wa mwaka 2025 unakuwa huru na haki, na kulinda haki za msingi na uhuru wa raia wote kwa mujibu wa katiba ya Tanzania. Bosi mpya wa TANESCO ahidi umeme wa uhakika. Mkurugenzi mtendaji mpya wa TANESCO Lazaro Twange ameahidi kuendeleza mazuri yaliyofanywa ndani ya shirika la umeme Tanzania TANESCO, na kuomba ushirikiano wa viongozi na wafanyakazi wa shirika hilo ili kutimiza azma ya serikali ya kuhakikisha Watanzania wote wanapata huduma ya umeme wa uhakika. Twange ameyasema hayo alipowasili rasmi katika ofisi za TANESCO zilizopo Ubungo jijini Dar es Salaam, ambapo alipokelewa na management ya TANESCO ikiongozwa na naibu mkurugenzi mtendaji utafiti mipango na uwekezaji CPA Renata Ndege. TANESCO imefanya mambo makubwa kwa kipindi cha miaka hii, na wapongeza sana na jitihada zenu. Nimekuja kuungana nanyi na mimi ni mtumishi mwenzenu. Wananchi wanategemea sana huduma tutakayoitoa na shirika letu la umeme Tanzania TANESCO. Hii nina imani tutashirikiana kuyaendeleza mazuri yaliyofanyika na kuboresha maeneo mbalimbali ili Watanzania waendelee kupata umeme
wa uhakika. Akiongea kwa niaba ya management, naibu mkurugenzi mtendaji utafiti mipango na uwekezaji CPA Lenata Ndege amemkaribisha MD Twange na kumweleza kuwa ufupi mikakati mbalimbali inayoendelea kufanywa ndani ya shirika la umeme TANESCO na kuahidi kumpatia ushirikiano kutoka management ya wafanyakazi wote ili kufikia malengo ya shirika. Mkurugenzi mtendaji Twange aliteuliwa kushika nafasi hiyo Mei 6 mwaka huu na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kufuatia kifo cha aliyekuwa mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo Gissman Nyamuhanga aliyefariki kwenye ajali ya gari na dereva wake Aprili 13 mwaka 2025. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye mkurugenzi mtendaji mpya wa TANESCO Lazaro Twange ameahidi kuendeleza mazuri yaliyofanywa ndani ya shirika la umeme Tanzania TANESCO na kuwaomba ushirikiano viongozi na wafanyakazi wa shirika hilo ili kutimiza azma ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha Watanzania wote wanapata huduma ya umeme wa uhakika. Mae John Heche atoa kauli. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Heche amesema wajumbe wa sekretarieti ya zamani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema waliojiondoa kwenye chama hicho hawajabaguliwa kama wanavyosema, bali kilichowaondoa ni nongwa baada ya mwenyekiti mpya wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu kuunda timu yake ya uongozi na kutowapa nafasi viongozi hao wa muda mrefu. Akiongea akiwa katika eneo la kwenda wilayani Kyerwa mkoani Kagera, John Heche amesema, hawa jamaa zangu waliozungumza jana, hakuna miongoni mwao wamewahi kuwa kiongozi wa kuchaguliwa kwenye chama chetu kwenye ngazi yoyote. Wamekuwa makao makuu ya chama, wazungu wanasema as long as I can remember, kwa miaka zaidi ya 20. Sisi tukipigana hapa ruzuku ikipatikana wao wanalipwa. Hawajawahi kufanya kazi ya bure. Viongozi wote wanafanya kazi ya kujitolea, lakini wao hawajawahi kufanya kazi ya bure. Umeingia uongozi mpya, umechagua viongozi wengine kwa sababu chama hiki ni kikubwa. Hata anapoingia rais si anaandaa baraza lake la mawaziri, ameweka jingine. Lissu ameingia, ameunda baraza lake la mawaziri jipya. Imekuwa nongwa. Chama hiki kuna ubaguzi. Simliwasikia jana, tunabaguliwa. Mnabaguliwaje? Hawasemi kubaguliwa ni kwamba wao hawajapewa nafasi, wamepewa wanachadema wengine. Eti ndio ubaguzi. Mara wanaendelea kusema chama hiki kinasema no reform no election. Kwa hiyo sisi hiyo agenda tulipinga, sio agenda ya nchi. Nani miongoni mwetu hapa Nkwenda ambaye anasema leo tukienda kwenye uchaguzi jinsi ulivyo tunaweza kupata mbunge au diwani? Nani anasema hivyo? Ni taarifa kutoka huko Kagera. Hatimaye makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Heche ametoa kauli na kusema wajumbe wa sekretarieti ya zamani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema waliojiondoa katika chama hicho hawajabaguliwa kama wanavyosema, bali kilichowaondoa ni nongwa baada mwenyekiti mpya wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu kuunda timu yake ya uongozi na kutowapa nafasi viongozi yao wa muda mrefu katika chama chetu.